Mwaka ni 1979 ambapo ulimwengu ulishuhudia tukio lilobadilisha kabisa historia ya Mashariki ya Kati. Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran yaliyoangusha utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi na kumweka madarakani Ayatollah Ruhollah Khomeini. Lakini pamoja na ushindi huo, viongozi wapya wa Iran walikuwa na hofu kubwa. Walihofia kuwa jeshi la kawaida lingeweza kufanya mapinduzi dhidi ya serikali mpya. Na ndipo kikazaliwa kikosi kipya kilichopewa jukumu moja kuu: kulinda mapinduzi ya Kiislamu kwa gharama yoyote ile. Na kikosi hicho kilijulikana kama Islamic Revolutionary Guards Corps au IRGC. Mwanzoni, IRGC haikuwa jeshi kubwa vile. Ilikuwa ni mkusanyiko wa vijana waliojitolea, wenye silaha chache na mafunzo yasiyo rasmi. Hata hivyo, ndani ya kipindi cha miongo minne, kikosi hicho kimegeuka kuwa moja ya taasisi zenye nguvu kubwa zaidi nchini Iran, kikiwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi, kisiasa, kiuchumi ndani ya Iran na nje ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Safari ya IRGC ilianza kupata sura mpya mwaka 1980 baada ya Iraq chini ya Saddam Hussein kuivamia Iran. Vita vya Iran na Iraq vilidumu kwa miaka 8 na kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu, na katika vita hivyo IRGC ilijijenga kupitia mapambano makali na kujifunza mbinu za kivita visivyo vya kawaida. Baada ya vita kuisha mwaka 1988, Iran ilitambua kuwa isingeweza kushindana na mataifa makubwa kupitia ndege za kisasa na meli za kivita pekee. Badala yake, ilianza kuwekeza katika makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani yani drones, na vikundi vya washirika nje ya mipaka yake kama Hezbollah pamoja na Houthi nchini Yemen. IRGC ikawa chombo kikuu cha kutekeleza mkakati huo. Kadri miaka ilivyosonga mbele, IRGC ilianzisha vikosi mbalimbali, lakini kilichovutia zaidi ni Quds Force. Hiki ni kikosi maalum kinachohusika na operesheni za nje ya Iran. Kwa miaka mingi, Quds Force imehusishwa na kuimarisha ushawishi wa Iran katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati kama Yemen na Lebanon kupitia Hezbollah. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa nguvu ya IRGC haipimi tu kwa idadi ya wanajeshi wake, bali pia kwa mtandao wake wa washirika na uwezo wake wa kutumia teknolojia kwa gharama nafuu zaidi. Ndege zisizo na rubani almaarufu drones, makombora ya ballistic na mbinu za vita vya kisaikolojia vimeifanya Iran kuwa na ushawishi mkubwa kuliko uwezo wake wa kiuchumi unaoweza kuashiria. Nguvu ya IRGC haikomei kwenye uwanja wa kivita pekee. Ndani ya Iran, taasisi hiyo imejikita pia katika sekta za ujenzi, nishati, mawasiliano pamoja na biashara. Hali hii imeifanya kuwa moja ya taasisi zenye ushawishi mkubwa katika maisha ya kila siku ya Wairani. Kwa upande mwingine, mataifa kadhaa ya Magharibi, ikiwemo Marekani na washirika wake, yanaichukulia IRGC kama tishio kwa utulivu wa eneo hilo. Wanaeleza kuwa ushawishi wake katika migogoro mbalimbali umechangia kuongezeka kwa mvutano wa kikanda. Hata hivyo, wafuasi wake wanaiona kama ngoma ya ulinzi dhidi ya vitisho vya nje na sababu kuu iliyozuia Iran kutengwa kijeshi. Leo hii, IRGC inasimama kama alama ya mabadiliko makubwa ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kutoka kikosi kidogo cha kulinda mapinduzi hadi kuwa taasisi yenye ushawishi mkubwa unaovuka mipaka ya Iran, historia yake imejaa mafanikio, changamoto na mabishano makubwa. Kwa miaka mingi, kikosi hiki kimejifunza somo moja muhimu: haihitaji kuwa na ndege nyingi za kisasa kama zile za Marekani ili kuwa tishio kubwa. Badala yake, imejenga uwezo wake wa kutumia teknolojia inayoweza kuzalishwa ndani ya nchi kwa gharama nafuu lakini yenye athari kubwa zaidi. Silaha ya kwanza ni makombora ya ballistic. Haya ndiyo moyo wa mkakati wa kijeshi wa Iran. Makombora kama Fatah, Emad na Khorram Shahir yana uwezo wa kufikia mamia hadi maelfu ya kilomita kutoka Iran. Kwa viongozi wa Iran, makombora haya ni ujumbe kwa maadui wake kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran linaweza kujibiwa kwa haraka isiyoweza kuepukika. Silaha ya pili ni ndege zisizo na rubani almaarufu drones. Kwa miaka mingi, Iran imewekeza katika teknolojia hii na leo inatajwa kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa drones duniani. Drones za familia ya Shahid zimebadili kabisa namna vita vya kisasa vinavyopigana katika medani ya kivita.
Tofauti na ndege za kivita zinazogharimu mamilioni ya dola, drone inaweza kutengenezwa kwa gharama ndogo na kutumwa kwa idadi kubwa, jambo linalozifanya kuwa changamoto kubwa katika mifumo ya ulinzi wa anga. Lakini pengine silaha inayovutia zaidi ni uwezo wa IRGC kutumia kile kinachoitwa vita visivyo vya kawaida. Badala ya kutegemea wanajeshi wake pekee, imejenga mtandao mpana wa washirika katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Huu ni mkakati unaowezesha Iran kupanua ushawishi wake bila kupelekea maelfu ya wanajeshi nje ya mipaka yake. Baharini, IRGC hutumia mbinu ambazo zimekuwa zikisomwa na majeshi mengi duniani, yaani boti ndogo za kasi kubwa zenye uwezo wa kubeba silaha mbalimbali, na pia hutumika kufanya operesheni za haraka katika Ghuba ya Uajemi. Mbinu hii inalenga kuonyesha jinsi vifaa vidogo vinavyoweza kulenga changamoto kwa majeshi yenye vifaa vikubwa zaidi kama nchi ya Marekani. Katika anga, Iran imeendelea kuboresha mifumo yake ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na vitisho vya nje. Huku ikiwa imewekewa vikwazo kwa miongo kadhaa, nchi hiyo imelazimika kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa teknolojia zake za ndani. Lakini katika karne ya 21, vita havipigani kwa risasi na makombora pekee. Vita vya mitandaoni na taarifa vimekuwa sehemu muhimu ya ushindani wa kimataifa. IRGC imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika mijadala kuhusu uwezo wa cyber na ujasusi, jambo linaloonyesha kuwa uwanja wa vita umebadilika kabisa. Hata hivyo, siri kubwa mafanikio ya IRGC haipo kwenye silaha zake pekee, bali ipo kwenye uwezo wake wa kubadilika. Kila ilipokumbana na vikwazo, ilitafuta njia mpya. Kila ilipozuiwa kupata teknolojia kutoka nje, ilijaribu kujijenga yenyewe. Na pengine hapo ndipo ilipojenga sifa yake ya kuhofiwa. Kwa sababu katika ulimwengu wa kijeshi, jeshi hatari si lazima liwe na silaha nyingi zaidi. Mara nyingi ni ile ambalo maadui wake hawana uhakika wa hatua yake inayofuata. Nyuma ya makombora, drones na nguvu zake za kijeshi, kuna jambo moja ambalo limeifanya IRGC kudumu kwa zaidi ya miongo minne: mfumo wake wa uongozi. Tofauti na majeshi mengi duniani ambayo huwajibika moja kwa moja kwa rais au wizara ya ulinzi, IRGC ina mfumo wa kipekee. Kiongozi wake wa juu kabisa ni kiongozi mkuu wa Iran, yani Ayatollah, anayejulikana kama Supreme Leader. Hii ina maana kwamba IRGC ina uhusiano wa moja kwa moja na ofisi yenye mamlaka makubwa zaidi nchini Iran. Chini ya Supreme Leader kuna kamanda mkuu wa IRGC ambaye husimamia shughuli zote za kijeshi, kiusalama na kiutawala za taasisi hiyo. Kamanda huyo huteuliwa moja kwa moja na kiongozi mkuu wa Iran, jambo linaloonyesha kiwango cha imani na umuhimu wa nafasi hiyo. Lakini ikumbukwe kuwa IRGC sio kikosi kimoja tu, ni mfumo mkubwa uliogawanywa katika matawi kadhaa yenye majukumu tofauti. Kwanza, kuna vikosi vya nchi kavu vinavyohusika na operesheni za ardhini na ulinzi wa mipaka ya Iran. Hivi ndivyo vikosi vinavyoweza kutumwa haraka wakati wa migogoro ya ndani au tishio kutoka nje. Pili, kuna kikosi cha wanamaji wa IRGC, yani Navy. Tofauti na jeshi la wanamaji la kawaida la Iran, kikosi hiki kimejikita zaidi katika operesheni za Ghuba ya Uajemi, kikitumia mbinu za haraka na zisizo za kawaida. Tatu, kuna kikosi cha anga na anga za juu. Hiki ndicho kinachosimamia sehemu kubwa ya programu ya makombora ya Iran pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa hiki ndicho kitengo chenye ushawishi mkubwa ndani ya IRGC kutokana na jukumu lake katika uwezo wa kimkakati wa Iran. Kisha kuna Basij, kikundi cha kujitolea kinachojumuisha mamilioni ya wananchi. Basij imekuwa ikitumika katika shughuli mbalimbali, kuanzia misaada ya kijamii hadi kusaidia usalama wa ndani wakati wa dharura. Na mwisho kabisa kuna Quds Force, kitengo maalum kinachoshughulikia operesheni za nje ya mipaka ya Iran. Kwa miaka mingi, hiki ndicho kitengo kilichokuwa kikiongozwa na Jenerali Qasem Soleimani kabla ya kuuawa kwake mwaka 2020. Mfumo huu wa matawi mengi umeifanya IRGC kuwa zaidi ya jeshi la kawaida. Ni taasisi inayounganisha nguvu za kijeshi, usalama wa ndani, ushawishi wa kikanda na hata masuala ya kijamii. Ndani ya mfumo huu, maamuzi muhimu hupitishwa kwa utaratibu wa karibu kati ya viongozi wa kijeshi na ofisi ya Supreme Leader ambaye ni Ayatollah. Hali hii imeifanya IRGC kuwa moja ya taasisi zenye udhabiti mkubwa nchini Iran. Na pengine hapo ndipo siri nyingine mafanikio yake ilipo. Wakati majeshi mengine yanabadilika kutokana na siasa za uchaguzi na mabadiliko ya serikali,
IRGC imeendelea kuwa na mwelekeo mmoja kwa zaidi ya miaka 40 kulinda maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika dunia ya leo, vita haviamuliwi tena na idadi ya wanajeshi pekee. Teknolojia imekuwa silaha yenyewe na IRGC imeelewa hilo mapema kuliko wengi walivyotarajia. Kwa zaidi ya miongo minne, Iran imekuwa chini ya vikwazo mbalimbali vya kimataifa. Kwa mataifa mengi, hali kama hiyo ingezuia maendeleo ya kijeshi kabisa, lakini kwa IRGC, vikwazo viligeuka kuwa motisha ya kujitegemea. Ndani ya maabara na vituo vya utafiti nchini Iran, wahandisi walianza kutafuta njia za kutengeneza teknolojia zao wenyewe. Matokeo yake ni kuibuka kwa mojawapo ya programu kubwa zaidi za drones katika Mashariki ya Kati. Leo, IRGC inamiliki na kuendesha aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani, yani drones, na baadhi hutumika kwa upelelezi, nyingine kwa mashambulizi ya usahihi mkubwa, huku zingine zikiwa na uwezo wa kusafiri umbali mrefu zaidi. Drones hizi zimebadili kabisa falsafa ya vita ya kisasa, zikionyesha kuwa gharama ndogo zinaweza kuleta athari kubwa katika medani za kivita. Lakini teknolojia ya IRGC haishii tu angani. Katika ardhi, imeendelea kuendeleza makombora yenye mifumo ya kisasa ya uongozaji, yakilenga kuongeza usahihi wa mashambulizi. Kwa miaka mingi, Iran imewekeza katika teknolojia ya mafuta ya makombora, mifumo ya urambazaji na uwezo wa kuzalisha vifaa vyake vya ndani. Katika bahari, IRGC imeunganisha teknolojia za mbinu. Jeshi hili limeunganisha teknolojia na mbinu za vita vya haraka. Boti ndogo zenye rada, vifaa vya mawasiliano na uwezo wa kufanya operesheni kwa wakati mmoja zimekuwa sehemu muhimu ya mkakati wake katika Ghuba ya Uajemi. Lakini pengine eneo linalokuwa kwa kasi zaidi ni vita vya mtandaoni. Katika karne hii, kompyuta inaweza kuwa na nguvu sawa na makombora. Mataifa mengi sasa yanawekeza katika cyber warfare, na Iran imekuwa ikitajwa mara kwa mara kama moja ya nchi zinazopanua uwezo wake katika sekta hiyo. Ulinzi wa mifumo ya mawasiliano, ukusanyaji wa taarifa na usalama wa kidijitali imekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa IRGC. Pia kuna matumizi ya satellite na teknolojia za anga. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imezindua satellite kadhaa, hatua ambayo imeonyesha nia yake ya kuongeza uwezo wake wa kukusanya taarifa kutoka angani. Ingawa programu hizi bado zinaendelea kukua, zinaashiria mwelekeo ambao Iran inataka kufuata katika miongo ijayo. Tusisahau pia akili bandia maarufu kama artificial intelligence, yani AI. AI imeanza kubadilisha namna majeshi duniani yanavyofanya kazi. Wachambuzi wanaamini kuwa katika siku zijazo, matumizi ya AI katika uchambuzi wa taarifa, upelelezi na mifumo isiyo na rubani yataongeza ushindani wa kijeshi duniani. Lakini jambo la kushangaza zaidi kuhusu IRGC si kwamba ina teknolojia ya hali ya juu kuliko mataifa yote. Ni namna ilivyoweza kuendeleza uwezo wake licha ya vikwazo, changamoto na upungufu wa rasilimali. Kwa sababu wakati mwingine, nguvu ya kweli haipimi kwa kile ulicho nacho. Upimwa kwa uwezo wako wa kuendelea kubuni pale ambapo wengine walitarajia ushindwe kabisa. Na hiyo ndio simulizi ya IRGC. Simulizi ya taifa lililochagua kujenga teknolojia yake, kuunda njia zake na kubadilisha mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Moja ya drones, makombora na uvumbuzi wa wakati mmoja. Je, mfumo huu wa uongozi ndio umeifanya IRGC kuwa nguzo kuu pekee Mashariki ya Kati? Wengi wanaamini hivyo, kwa sababu nyuma ya kila jeshi lenye nguvu daima kuna mfumo wa uongozi na uliwezesha kuendelea kusimama hata nyakati za changamoto kubwa zaidi. Swali linalobakia ni hili: je, IRGC ndio jeshi hatari zaidi Mashariki ya Kati, au ni mfano wa jinsi mataifa yanavyoweza kujenga nguvu kupitia mbinu zisizo za kawaida? Jambo moja ni la hakika zaidi: kwa zaidi ya miaka 40, IRGC imeendelea kuandika historia yake na hakuna dalili kuwa sura hiyo itafungwa hivi karibuni. Hii ni Tathmini ya Dunia. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa siasa, historia na nguvu za kijeshi kutoka pembe mbalimbali za dunia.